Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililopo Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vinasikika ulimwenguni kote kwa wale wote wanaozungumza lugha ya Kiswahili, na tunamshukuru Mungu kwa kuweza kutuunganisha kwa njia hii. Vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa hewani kila Alhamisi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili, na Alhamisi ya mwisho wa mwezi huwa tunakuwa hewani kwa muda wa dakika 90, muda maalum kwa ajili ya maswali na majibu kutoka pande zote ulimwenguni. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hilo, kwa sababu leo pia ndio siku ile ya Alhamisi ya mwisho wa mwezi. Kwa hiyo tutakuwa na hiki kipindi maalum cha maswali na majibu. Basi na bila kupoteza muda, ningeomba nimkaribishe Brother Jerry Mkoni ili aweze kuingia atoke utaratibu wetu wa vipindi vya Bible Study, na ndipo tuweze kuanza kipindi chetu kwa siku ya leo. Karibu sana Brother Jerry. Amen. Sana Priska Mshana kizungumza mbasa kutoka hapa Dallas, Texas, yaliko makao makuu ya huduma zetu za Umoja Church. Niwakaribisha tena katika kipindi hiki ambao tumeweza kufikia kati. Kalenda yako tukumbusha kwamba tulioko Marekani tarehe 27 mwezi wa 3, nyumbani East Africa ikiwa tarehe 28 hivi alfajiri kule saa 10, wiki ya 13 mwaka huu, ambaye ni siku ya 86 katika zile 365 ambazo Mungu ameweza kutuandalia kwa mwaka huu. Na tunamshukuru Mungu kwa kukutana tena katika kipindi chetu cha maswali na majibu cha 3 kwa mwaka huu, kama alivyosema mwenzangu Christian. Kabla tuende mbali, basi namkaribisha kwa mara ya kwanza siku leo mchungaji kiongozi wa makanisa ya Umoja, Reverend Dr. Absalom Masua, atafungua kipindi kwa sala jioni, and then baada hapo basi tuingie moja kwa moja katika zoezi zima la maswali na majibu kwa dakika 50. Reverend Masua, karibu. Amen. Asante sana. Tuombe. Baba na Mungu wa utukufu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neema na kibali ulichotupa cha kuweza kuifika siku ya leo, siku ambayo tunakwenda kujifunza kila mmoja kutoka kwa mwenzake, tunapouliza maswali na anapojibiwa. Tunapokwenda kuanza kipindi hiki Baba, hatukianzi peke yetu, tunakianza tukiliweka dawati zima la Bible Study mikononi mwako. Maswali yote atakayoulizwa, maswali yote atakayojibiwa mikononi mwako, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Asante sana mchungaji kiongozi wa kanisa moja, Dr. Absalom Masua, kwa kutufungua kipindi chetu kwa sala ya jioni. Basi sasa tunaingia moja kwa moja kwenye zoezi hilo la Q&A, kama tulivyosema, dakika 90 hivi kwa ambao ni mara ya kwanza ama mjaunga sisi kwa muda mrefu. Tunakuwa tuna kipindi maalum kwa dakika 90, tunaulizana maswali yote ya Kikristo ambayo tunataka kutumia aidha Biblia kujibu moja kwa moja ama kutumia knowledge yetu ya Kristo kuweza kuyajadili. Kwa hivyo hakuna topic, everything else kiko meza. Karibuni basi katika kipindi chetu tatu cha simu zetu zipo katika mute. Tafadhali bonyeza alama ya nyota nambari 6 mara moja tu utakuwa hewani, jina la kwanza pale ulipo, and then swali lako tunaamini kabisa kwamba unaweza kuuliza ndani ya dakika 3. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu dada Mesa. Amen. Asante Kajeri, asante dada Priska, asante watumishi wa Mungu wote ambao mko mahali hapa, na Mungu awabariki. Mimi swali langu linatoka katika kile kitabu cha Mathayo 6. Ngoja nitafute nisome. Okay, Mathayo 6 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 4. Maneno ya Mungu yanasema, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo ampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe utoapo sadaka, usipige panda mbele yao kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amin, nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume.
sadaka yako iwe kwa siri, sadaka yako iwe kwa siri, na baba yako aonaye sirini atakujaza. Haleluya. Kwa hiyo mimi nilipokuwa nikisoma katika hii Mathayo, kwa sababu nilikuwa nasoma katika Mathayo sura yote, mstari huu ukaja kunisemesha kwa namna ya tofauti. Kwa maana nyingi tunapokuwa tukitoa sadaka, aidha tunachangia kongamano au tunatoa sadaka, kwa hivyo mara nyingi unakuta kwamba atasema namshukuru Mungu, nitatuma sadaka yangu, au labda kwenye kongamano tuna pledge, tunasema kwamba mimi nitatoa sadaka kiasi hichi, nitatoa kiasi hichi, tunataja. Au unakuta kwamba mtumishi anakuja, fulani katoa kiasi hichi, huyu katoa 7,000, huyu katoa 10,000, huyu katoa 700. Kwa hiyo swali langu linakuja ni kwamba je, kibiblia, kwa sababu najua kwamba tunahamasishana katika kufanya hivyo, lakini kibiblia, je, ni sawa tunapokuwa tunafanya hivyo? Unaposema mimi namshukuru Mungu na nitatoa sadaka yangu, sometimes labda nataja nitatoa kiasi hichi, au mtumishi wa Mungu anasema kuna mtu ametoa 500, kuna mtu ametoa kiasi hichi. Ninachotaka kujua kwamba ni sawa, kwa sababu maneno ya Mungu amesema kwamba tutoe sirini, mkono wa kuume usijue mkono wa kushoto umetoa nini. Kwa hiyo nitaka kujua hiyo. Ninajua kwa sasa hivi, nataka kuleka hiyo kabla. Najua sasa hivi kutokana na teknolojia kwamba watu unatoa kwenye bahasha, unaandika kutokana kama hapa Marekani kwa sababu ya taxi inabidi uandike mtu umetoa kiasi gani, na labda unatuma kwa Zelle, unatuma kwa Cash App. Kwa hiyo mtu unaonekana, yanaweza kuwa kwamba hiyo inaweza kuwa ni siri na mwekazina labda na Mungu na wewe uliyetoa katika siri. Je, inapotangazwa namna hiyo ni sawa, au tunakuwa sawa sawa na watu wa masinagogi kama neno la Mungu liposema? Ndio swali langu lipo hapa. Okay. Swali nzuri kabisa hilo kutoka kwa mpenzi kutoka pale Connecticut. Na jaribisha kule paraphrase hapa, ameambatanisha hicho nimependa kitabu cha Mathayo. Ukisema ni 6:14, usikie vizuri? Ndio, Mathayo 6 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 4. Mstari wa 1 mpaka mstari wa 4. Na swali lake kwa fupi, ukisoma Mathayo ile wengi tunaifahamu, sisi ambao ni Wakristo tunasoma Biblia, inatoa angalizo kwamba jinsi ya kutoa sadaka. Kwa sababu nataka kuuliza kwamba unapokuwa unatoa, naweka bold hapo sadaka, and then either inatamkwa kwamba unatoa kiasi fulani, ama unasema kwamba nitatoa ilete, fahamu kwamba itakuja kufahamika umetoa kiasi gani. Je, ni sawa? Nafikiri ndio kusoma vizuri hapo. Kwa hiyo je, ni sawa unapokuwa unatoa sadaka yako ifahamike kwamba umeweka bahasha ya kiasi fulani, na kama ni sawa ama si sawa, basi uzungumze katika hilo. Angalia simu yako na nyota namba 6, utatoka hewani jina la kwanza pale ulipo. Nafikiri utaweza kuendelea. Na pia samani mtumishi, na pia pale inapotamka kwamba fulani ametoa, yani hata asipotaja kuna mtu ametoa kiasi fulani, yani tunakuwa japokuwa tutajui jina, lakini tunaambiwa kiasi cha mtu kwamba pia na hiyo. Amen. Okay. Amen. Asante sana. Naona pale Oregon bibi yangu line yake shafu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Amina, amina. Namshukuru Mungu kwa ukaribisho, tena namshukuru Mungu kwa swali zuri sana sana. Mtumishi wa Mungu Salilo uliuliza. Kelele huko. Mungu sana. Kwa kweli kufuatana kama tunakwenda na neno la Mungu lilivyosema. Kama tunakwenda na neno la Mungu lilivyosema, tunakeuka kwa kweli. Tunakeuka. Kwa sababu hata neno la Mungu nasema tunapotoa sadaka mkono wa kushoto usijue. Sasa kwa nini sisi tutoe halafu tutaje natoa kiasi fulani, natoa kiasi fulani? Lakini mimi nasema kama mimi sikutaja, kama mimi niliyetoa sikutaja, mimi naona hakuna kosa. Kama atataja mwingine, mimi hiyo sio kosa langu. Kama atataja mwingine, mimi nimetoa alafu mwingine akaenda kutaja, nimetoa 20 alafu mwingine anakwenda kutaja kule, mimi hapo naona
sio kosa langu mwenyewe aliyetoa. Lakini mimi nimetoa sirini, mwingine akaenda kutamka kule, hiyo haina shida kwangu. Naona hiyo haina shida. Lakini tunapotoa unasema mimi nitatoa 500, nitatoa 1000, nitatoa ngapi? Tunakeuka neno la Mungu. Na Mungu atusamee. Amina. Sana sana bibi Favor kuanzia vizuri mdahalo wa leo. Ninajaribisha kuliweka swali kidogo liwe na makali zaidi. Dada Messi, labda nikupishe hewani kwa kama dakika moja. Katika mfano uliotoa ulitamka kama mfano tunafanya makongamano. Je, ni matumizi ya lugha ama ni uhalisia? Mtu anapokuwa anatoa fedha kwenda kusaidia maandalizi ya kongamano au maandalizi ya kitu cha kanisa, ile je ni sadaka ama ni mchango? Na kama sababu ni mchango, unaweza labda tukondoa mfano labda kwa sababu tukitoa kwa fursa, mimi nitatoa 200, ambayo ni nini hiyo 200? Ambao ni sadaka. Ni sadaka, si mchango. Kwenye kazi ya Mungu tunatoa kwenye madhabahu. Na kwa sababu tunatoa kwenye madhabahu, sio mchango, sio lambe, ni sadaka. Okay. Kwa hiyo inaitwa ni sadaka. Kwa kile kinachokuja kanisani kwa maana hiyo. Yes. Ambacho kiko katika fedha tunakitamka kama sadaka na si tofauti. Ndio. Ndio maana hata pale ambapo hatutoi tunaambiwa kwamba umewekwa nadhiri, itoe hiyo nadhiri uliyoiweka. Yeah. Okay. Basi sawa. Na nafikiri sasa nilikuwa nataka tukae katika kona kama hiyo ili pasiwepo na confusion. Kwa hivyo muuliza swali kwa mtazamo. Amesema kwamba toa amount money kupeleka kanisa. Kama unafanya hivyo, it doesn't matter nini kienda kufanyia. Kwa mtoaji ile ni sadaka. Sasa kama hivyo ndio, inapokuwa inatamkwa kwamba fulani ametoa sadaka kiasi fulani, ni sawa? Na ameambatanisha ile Mathayo 6:1-4. Kwa hivyo kumbuka hapo muuliza swali na vitu viwili. Cha kwanza atakujua kwamba kwa nini ama sawa si sawa kutangazwa. Na cha pili ambacho cha kupigia mstari, muuliza swali anaona kwamba kila kinachotoka ambacho ni fedha kuja kanisani ni sadaka na not other. Huwezi kuita mchango, huwezi kuita anything. Kama ni hela inakwenda katika kanisa, kwa mtazamo wake hiyo ni sadaka. Haya, twendeni, karibu. Fungua simu yako *6 ama nyota namba 6 itakutoa katika mute. Swali ambalo tumeanza nalo hapa ni neno sadaka na tabia yetu ya kutamka kwamba fulani ametoa kiasi fulani. Mathayo ile 6:1-4 nasema usitamke. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu, mchungaji Magesho. Amen. Nashukuru sana Kajeri kwa kubariki. Na tamani ya hema kidogo maana ninafanya kazi nje kidogo leo. Napenda siku ya message kwa vizuri na kumbrika alivyojibu. Mimi naona hili swali ni la kiroho zaidi kuliko kwa nje. Yaani ni mtazamo wako ule wa ndani, kwa sababu wakati mwingine tunahitaji kutaja kiwango kwa sababu kuna budget. Mfano kongamano iliyopita budget ilikuwa ni kiasi kadhaa. Tukitumia mfano budget ilikuwa ni 40,000. Kwa hiyo ili tuweze kujua malengo yetu yamefikia hapo, lazima idadi iweze kutajwa. Mimi nitatoa 500, nitatoa 1000. Okay, nibakia 1000. Nani atamalizia 1000? Mimi nitamalizia 1000. Lakini ninapelea mwa mstari ile mtazamo wa ndani. Kwa hiyo basi mimi ninapopledge ile 1000 nikasema kwamba hapo watu watanisifia. Yaani ninatoa katika akili yangu mimi ili nionekane, ili jina langu litajwe. Ndio maana wakati mwingine watu wakitoa mchango majina yao yasipotajwa wanajisikia vibaya, kwa sababu again wao wanataka wa ndani waonekane. Lakini mtazamo wangu ukiwa hata kama nikitaja Magesho ninapata $500,
lakini katika moyo wangu ninamtolea Mungu, yaani nimeelekeza kwa Mungu, sifanye ili nionekane. Nikitajwa nisipotajwa sitajisikia vibaya. As a matter of fact, nitapendwa nisitajwe, kwa sababu ni kitu cha moyoni, unaona. Kwa hiyo hilo nazungumzia ni ile kama kuna budget, yani kuna kitu ambacho tunatakiwa kuchangia. Sasa basi, kama hakuna budget au kama hakuna, yani kwamba tunahitaji kufikia lengo fulani, then hakuna haja ya kusema kwamba nitatoa kiasi fulani, unaona. Kwa mfano, kwa kwenda kumalizia, nasikia hapa kwenye hii huduma, kwa sababu jamani, leo siku yangu ya kuzaliwa, kwa hiyo nitatoa sadaka yangu, lakini hasemi kiasi gani. Mwingine akasema kwamba nitatoa 50, mwingine anisindikize kwa 50 mwingine. As long as moyoni mwake ametoa, yani ili asemekane, then sawa. Mfano mwingine nasema kwamba unapoomba ingia chumbani kwako asirini. Lakini wangapi huwa tunaomba tukiwa kwenye jukwaa, tukiwa pamoja? Ni chumba cha sirini ndani ya moyo wako. Amen. Amen. Sana kwa changizo lako zuri hilo. Naomba nikurudishe kwa jibu fupi sana. Sehemu ya pili ya muuliza swali ana mtizamo kwamba kila cha kifedha kinachokuja kanisani ni sadaka. Je, katika mfano wako huo umepangua kwamba sio kinachokuja kwa kifedha ni kwa sadaka? Pigia mstari sadaka hapo. Aha, swali zuri. Mimi naamini na niko pamoja na mpendwa wangu Messi. As long as inakwenda kwenye madhabahu na inakwenda kufanya kazi ya Mungu na kuhubiri neno la Mungu na kumtaja Yesu, ni sadaka. Lakini tuseme labda nafanya fundraising, labda ya baby shower, labda kuna msharika yuko pale, tunapokea mchango kwa ajili ya kumsaidia mwenzetu na kwenda kuolewa, kwenda kuoa, ni msharika mwenzetu, ni mzee wa usharika, even though itapitia kwenye madhabahu hiyo sio sadaka. Hiyo inakuwa kama ni mchango tu, unakwenda kusaidia. Kwa hiyo the main reason ya sadaka ni lazima itumike kupanua Injili au kueneza neno la Mungu. Lakini kama labda nikusaidia mtu hana chakula nyumbani, kama hivyo, kama kanisa benevolence, hiyo ndio kwa upande wangu mimi inakuwa kama mchango na sio sadaka. Amen. Sana katika chungu lako nzuri hiyo, mchungaji Mwangesho kutoka pale Tulsa. Mengia kuchelewa na sana mengia baada ya kwanza. Swali la kwanza tunaloanza sasa limejikita kwenye sadaka. Mmoja swali ameambatanisha Mathayo 6:1-4 akizungumza kwamba kama unafahamu ile hiyo aya inasema kwamba wakati unapotoa sadaka yako mkono kushoto usijue kulia nini kimefanyika. This means kwamba ni si hasa alikuwa ameweka kona ya kusema kwamba tunapokuwa tunatoa quote unquote na sadaka ama fedha kanisani, je, ni sawa ama si sawa? Ile amount tangazwa na again inatokana na kitabu cha Mathayo 6:4. Karibu tukaribisha mwingine moja na bonyeza alama nyota namba 6 utakuwa karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauti kidogo. Asante. Namshukuru sana Mungu kwa wakati huo. Namshukuru sana muuza swali, na naona kama itatusaidia pia kupata kuelimishwa au kufundishwa labda juu ya sadaka zaidi kutokana na majibu tofauti yatakayotolewa. Mimi kwa mtazamo wangu, kama anavyokoti kwenye Biblia kwamba wakati wanatoa sadaka mkono wa kushoto usijue, ni sawa, ila mimi labda nina mawazo tofauti juu ya sadaka ninayoitoa kwa Mungu, iwe ni sadaka ya shukrani, iwe ni sadaka sadaka yote ile tu kwamba namtolea Mungu wangu sadaka kwa kunitendea 1 2, nilikuwa mgonjwa nimepona, au nimesafiri salama nimefika salama, au mwanangu amefaulu, na hiyo ni kama sadaka. Au kama zile tunazo jinsi siku ya Jumapili kwamba naenda kanisani na lazima kuna cha kumtolea Bwana.
katika yote haya ambayo amenitendea wiki nzima. Hiyo ni sadaka. Ila sasa linapokuja swala la kwa mfano kongamano ama ujenzi ama kuna shughuli inafanyika kwenye parish, kwenye kanisa, basi mimi naliona hilo kama ni mchango. Kwa hiyo hata mtu akitaja kwamba nimetoa kiasi fulani au mimi naahidi kiasi fulani, hiyo silioni kama ni sadaka. Naona katika kutaja inahamasisha. Na mwingine anasema jamani, hata na mimi ngoja nikamtolee Bwana katika ujenzi huu, ngoja na mimi nikachangie katika hili kongamano. Basi mimi hayo ndio mawazo yangu. Kwa hiyo hapo mimi natofautisha sadaka na michango. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Asante sana mama. Bwana asifiwe. Kabishe kutoka pale nakuja kwa badala kutoka pale Columbus kwa mchango wako mzuri. Ni kabisa sasa kaka. Bwana asifiwe. Amen, amen. Ya, mimi nilikuwa na wazo kwamba kwa mawazo yangu kwamba wakati Yesu anasema hivyo alikuwa anajua madhara makubwa ya mtu kutangazwa ametoa kiasi gani. Kwa mfano, na madhara yaliyokuwa wakati ule hadi sasa hivi yapo vile vile, kwa sababu mtu anapotoa kingi kwa namna moja au nyingine anaheshimika, including Askofu Maboya alishasema kwamba mtu anayetoa zaidi anaombewa zaidi. Unaona? Sasa Yesu alitaka kuonyesha kwamba watu wote wanatakiwa wawe sawa, kama Yakobo alivyozungumza katika kitabu chake kwamba mtu anapokuja kanisani hautakiwi mtreat mtu aliyevaa gold nini ukamtreat tofauti na mtu ambaye amevaa madabwada. Lakini kwamba mtu anapotoa zaidi, makanisa mengi hiyo kiasi. Kuna kanisa mimi nilienda wanakuambia kila unatoa hela unaambiwa andika jina lako katika ile bahasha unaotolea hela. Tunaenda kujenga kanisa na wale wanaotoa zaidi ya 500 majina yao yataandikwa katika ukuta. Wale wanaotoa chini ya 500 majina yao yataandikwa katika floor. Kwa hiyo Yesu aliona iko kitu na ndio maana alizungumza iko kitu. Kwa hiyo kwamba kusema kwamba aina nani kwamba alijisemea tu au sasa hivi haitaki kutumika sio sahihi. Sababu hiyo kwamba watu wenye hela wakati wote wanatitoa vizuri kanisani na sehemu nyingine, na ndio maana Yesu akalizungumza at that time. Amen. Okay. Asante sana brother Ali kwa mchango wako huo. Kenya pengine tofauti kabisa pazuri. Sasa hivi mchangia swali wa mwisho anasema kwamba wakati inatamkwa hivyo ni sawa, lakini Yesu alikuwa na maana yake. Na maana yake ameweza kutoa kama angalizo kwamba kuna namna fulani ambayo itakuwa inawachukulia watu namna tofauti, na Yesu alikuwa anajaribisha basi kuweka sawa. Kama naweza kuzuri kwamba kwa nini inakuwa hivyo. Safi. Tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Karibu dada Sofia. Amen. Mimi nilikuwa nataka nijazie kwanza hiyo kidogo la sadaka na mimi kwa mtazamo wangu. Unajua ukiwa kama mchungaji wa mahali au pengine kiongozi mzee wa kanisa au pengine msimamizi wa idara fulani na unahitaji pengine michango, kuna lugha ambazo unaona ukizitumia zitaconvince wengine kufanya. Unaona? Na alafu hata Biblia pia kuna maeneo kadha kwanza inaonyesha kuwa kuna wakati ilikuwa nafika sehemu mitume au Yesu mwenyewe alikuwa na walicognize baadhi ya wanafunzi kwa majina yao, ya kwamba fulani Petro kawaimarishe na wenzako, Petro fanya hivi, Yohana fanya hivi, John fanya hivi. Unaona? Kwa hiyo hile inampa mshirika nguvu, yani kama vile unamuencourage kufanya zaidi na zaidi katika ufalme. Kwa hiyo unakuta sasa baadhi ya wachungaji wanatumia hiyo mbinu ya kumtambua mtu kwa jina lake kwa kile alichofanya kwenye ufalme, kwa lengo la kumtia moyo au kuwaimarisha na wengine. Unajua hizi imani pia zimetofautiana. Mwingine anaweza akafanya baada ya kusikia tu Mama Jerry amefanya. Unaona? Mwingine anaweza kipawa chake kikakua baada ya kuona tu
dada Jessica alimuombea mtu akapata uponyaji. Unaona Kwa sasa hivyo vitu vya kwamba iwe siri au iwe wazi, nakubaliana na mawazo yote, lakini nataka niongeze na hiyo hoja. Wakati mwingine inasaidia kwa hasa leaders nyinyi, na hapa najua wachungaji wananionyesha kusema, inasaidia kuhamasisha kundi, inasaidia na hata kwenye michango ile nao, pengine sio sadaka masala, hata kama sadaka unapenda kutoa sadaka ni ya mimi na Mungu na pesa kwenye kikapu, lakini kuna vitu vile pengine vya maendeleo, au pengine kuna shughuli nataka ifanyike kanisani, ndio ni sadaka, lakini inakuwa kidogo na utofauti kwa lengo la kuhamasisha, kujenga, na hata yule mtu anayetoa pia na yeye ukimtambua kwamba amefanya, mwingine anajisikia kutiwa moyo, atakwenda kumhamasisha na mwingine atakuja atafanya nini. Ndio maana Biblia Paulo anatuambia kwenye Timotheo wa pili sura ya 2 ile mstari wa 20-21 kwamba kwenye nyumba ya Bwana kuna vyombo vya heshima, lakini vipo vya heshima visivyo na heshima. Sasa Yesu alitaka kuvifanya vyombo vyote kama hivi brother Allen viwe na heshima. Viwe na thamani, viwe hamna cha dhahabu, hamna cha shaba, hamna cha udongo, lakini vyote vikikaa pamoja viwe na thamani moja. Sasa utavifanyaje vyombo vyote viwe na thamani moja? Ndio unakuta sasa viongozi hawa wanapewa neema ya kuona kitu kimefanywa na huyu, basi ngoja tukifanye hivi ili kimtie moyo huyu, na huyu ajione yupo, na huyu ajione anaweza, ajione anafanya. Mimi sijui kwa mtazamo wangu jua hasa kwenye michango ile mingine, lakini sadaka nitafunga zangu mkononi kimya Jumapili nitakwenda nitatoa. Kwa hiyo kama mtu mtungeni atatangaza kwamba sadaka hii imetolewa na Sofia $5, basi na nini sasa hapo kuna shida tena nyingine inaendelea upande mwingine. Amen. Sana kwa tangazo zuri hilo, na kuja pale Wichita in a few seconds. Labda tu moja tu ya mwisho dada Sofia, sema ya pili mzaswali anasema kwamba kila cha kifedha kinachokuja katika kanisa ni sadaka. Na inaona kama unaegama kwamba kuna sadaka tofauti na michango tofauti, na zote ni hela, si ndio? Ndio. Amen. Sana. Amuru na umenyosha mkono kwa muda hapo karibu. Mama Mara mzuri pale Wichita. Upewani kama unazungumza, naona ubonyeza tena alama nyota namba 6. Kama utazungumza bonyeza mara moja alama nyota namba 6. Kama ilikuwa ni mwanzo basi sasa upewani. Karibu. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni swali zuri kwa kweli ambalo tunatamani tuelewe, ndio maana ya Bible study. Mimi naona kwamba katika hichi kipengele cha Mathayo 6, ni Mathayo 6:1, kwenye kusema kwamba hata mkono mwingine usijue, ni sawa kabisa. Unapotoa sadaka, sidhani kama kuna mtu anayesema naenda kutoa sadaka kiasi fulani. Ila kuna aina fulani ya sadaka ya namna hii. Kwa mfano, kukiwa kuna kongamano au ujenzi, aina yake huwa inakuwaga ni mfumo mwingine ambao aidha utaweza ukamruhusu kiongozi anayesimamia kutaja kitu ili kuweze kujulikana, kwa sababu kutakuwa na budget X, na ile budget X ili kukidhi mahitaji yake lazima kuwe na pledges au anyway, au kwa mtu aliyetamka ni kutokana na kile ambacho kinaenda kufanya. Lakini kuna aina za sadaka na saa nyingine una uhuru wa kumwambia mtumishi, bwana, hii sadaka yangu ya siri singetaka mtu ajue. Hiyo inakubalika pia. Lakini tukisoma kile kitabu cha Kutoka 25, hebu tuchungulie hapo kidogo, ambayo yani tungeileta kwa sasa hivi ingeweza ikatupigia kelele kweli kweli. Mungu anaongea na Kutoka 25, anaongea na Musa. Tangazo Musa analolitangaza limetoka kwa Mungu. Anajaribu kuwaeleza wana wa Israeli waende wamtolee sadaka Mungu kwa yule mtu ambaye moyo wake wampa kupenda kutoa. Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu. Sadaka utakayoipokea mikononi mwako ni hii: dhahabu, fedha. Akamention all aina hii ya sadaka. Okay, ni kwa sababu nini? Mnitengeneze patakatifu. Alitakiwa kutengeneza hema, sehemu ambayo Mungu atakutana nao.
Yaani Mungu alikuwa very specific kwamba ninahitaji sadaka, lakini sadaka nitakayohitaji kwao ni. Sasa fikiri sasa hivi mtumishi amekaa mahali akatamka kwamba nitahitaji sababu nitahitaji hivi, kidogo ingeleta chenga. Lakini sasa ninachosema mfumo huu ulikuwa huko hivyo na ulikuwa mentioned kwa yule mtu ambaye moyo wampa kupenda. Sababu tangazo la sadaka linavyotolewa ni mpaka mtu mwenyewe apende. Yaani ni mtu anapenda yeye mwenyewe, sio kila mtu anapendaga. Sasa kwenda huu mfumo wa kutengeneza hema ni sawa sawa nasema labda tuna nini, tuna kongamano au tunatengeneza nyumba ya Mungu. Lazima kuna a certain budget ambayo ile budget ili itimie lazima kuwepo na kumention kwamba hela fulani imetolewa, hela fulani imetolewa. Ingawa unaweza ukamention bila kutamka mtu, unaweza ukamention kutokana na mahesabu yanavyoenda ili pia kuhamasisha ili kile kitu kiende haraka haraka, sababu kuna mtu mwingine anakuta ametaja akasahau. Lakini kila kinachoenda madhabahuni kwa Bwana ni sadaka kwa Mungu. Hata kama umetoa sadaka ya kumshika mtumishi mkono, ni hela ya kumshika mtumishi, ni sadaka kwa Mungu, kwa sababu yule ni sanduku la agano, na ni sadaka kwa Mungu. Wewe utakuwa umeisema na Mungu wako. Na wakati unavyoanza kuazimia kutoa, kabla hata hujatoa, umesema moyoni nataka nitoe kitu fulani. Wakati ukiwa unasema moyoni, Mungu amesha connect na hiyo sadaka unayotoka. Unaenda kutoa. Yule anayepokea kaipeleka wapi haikuhusu. Wewe umesha connect na Mungu wako, unajua kwamba Mungu wako kwamba sababu lazima uiombee ndio utoe. Lakini namna hii na hizo jinsi zinazokuwa messages zinatokana na huo mfumo au hicho kitu ambacho kinaenda kufanyika. Sasa hivi tuko kwenye mitandao. Tungekuwa tuko kwa pamoja kila siku tunakutana, mtu anasema ngoja nitoe kwa sasa sitaki mtu ajue. Lakini sasa mitandao kama hii kuna vitu ambavyo vina lazima, ingawa kutoa kuzuri ni kule kutoa kwa roho ambako una connect na Mungu, na anayekuwa kwenye kapu la sadaka ni Yesu mwenyewe. Lakini inatokana na namna hii ya kile kitu ambacho kinatolewa sadaka. Na una uhuru wa kusema jamani mimi natoa sadaka. Kwa mfano huwa sipendi nikitoa sadaka nitajwa hata nione, yani hata nitajwa na mtu sipendi. Hiyo ni mtu, na unaweza kumweleza kiongozi na akailiheshimu pia. Na labda niingie hapo wakati unamalizia sehemu ya pili za mwanzo swali. Nataka kujua, na najua umehint somewhere lakini tunabidi tupate jibu somewhere kama lipo. Je, kila ambacho ni cha fedha kinakuja kanisani ni sadaka ama kingine sasa kwamba hichi wake umetamka hapo kwamba unavyotoa ni sadaka na Mungu anaijua. Sasa katika mambo ya michango na nini, mwanzo swali kumbuka anachotaka kujua hapa, je ni sawa si sawa kutamkwa umetoa kiasi gani? Kwa hivyo inaonekana una link kwamba kila fedha inayotoka kwa mtu kuja kanisani hiyo ni sadaka, hata kama ni ujenzi ni sadaka. Na kama ni sadaka na kama hivyo ndivyo basi ile Mathayo 6:14 inasema isifahamike. Je, inapokuwa inafahamika tunakiuka? Ulichosema ni sawa, lakini je mtumishi anapofahamu kwa kiasi fulani kimekuja amekuwa amekiuka kwa kutamka ama ilotoka? Kusema ukweli, Biblia inavyotaka haitaki kuwa yani iwe mention, lakini nimesema kutokana na mfumo au na namna hii ya kitu kinachochangiwa kinaweza kikasukuma kusema au kumention kitu kutokana na nini, na uhamasishaji fulani. Unaona? Kwa hivyo basi aidha kwa uhuru ambao mtu anakuwa ameshaupata ndani yake akajua niko na wanangu wananielewa, kwa hiyo it doesn't matter. But kwa sadaka kwa kweli ni siri ya mtu na Mungu. Ni siri ya mtu na Mungu. Asante sana. Sasa nafikiri niko nafasi sasa kuuliza kwa swali. Tunaweza kupata majibu kadha wa kadha. Nashukuru kwamba changiaji umeweza kueleza vizuri kabisa. Dada Mense kutoka pale kwa Nashikati. Tuko pamoja ama tumekupasua kichwa? Amina, nashukuru. Lakini sijapata jibu kwamba ni sawa kidogo Mense. Subiri kidogo Mense. Na line imefunguka hapa. Naisubiri ifunguke, nilikuwa nasubiri ifunguke ikawa haijafunguka, naona imefunguka. Labda ukinipa dakika 2:30 nimkaribishe Yesu. Karibu. Amen.
Kwanza nishukuru sana kwa swali zuri la dada Mese alilouliza, na nishukuru kwa majibu ambayo yametolewa, jinsi ambavyo Mungu mara nyingi kwa sadaka ambazo anataka zitoke. Ukisoma Marko 12 tutasoma, lakini nitaelezea. Biblia inazungumza juu ya yule mama mjane ambaye aliingia kanisani, na Yesu akasema publicly na mstari wa 43-44, huyu mama ametoa kuliko wengine wote. Alizungumza public, kwa wengine wote wametoa sehemu zao, lakini huyu mama ametoa, alinesha mbele ya kanisa. Ukisoma Luka 8 mstari wa 1 mpaka wa 3, Biblia inaonyesha ni wanawake ambao walikuwa wanamhudumia Yesu kwa mali zao, kuanzia Galilaya mpaka Yerusalemu. Nataja majina yao pale. Hawa walimhudumia Yesu kwa mali zao, na watafiti wa maandiko wanatuambia jinsi gani wale wamama waliplay role kubwa sana kwa kuhakikisha mission yetu inafanyika. Walitajwa wanawake hawa. Ukisoma Matendo 4:36 na 37, Biblia inamtaja kabisa Barnabas, mwana wa Faraja. Huyu aliuza shamba lake akaleta sehemu, akaleta sadaka kwenye miguu ya mitume. Aliuza, anajulikana, amezungumzwa, anafahamika, amefanya kazi. Kama Matendo 5:1 mpaka 4, Petro anamwambia Anania, ameleta sadaka pale, na Petro sasa anafanya huduma, Yesu ameshaondoka, yuko ni Petro pale. Ameleta sadaka kama moyo wake ulivyomtuma, lakini akaambiwa pale mbele ya watu, wewe umemdanganya Mungu, sadaka ulioleta sio sahihi. Unaweza kusema you know what, kila mtu anafanya vile anavyojisikia, lakini kwa sababu mfumo wa kanisa kwa wakati ule ulikuwa unahitaji kila mtu akifanya kitu akilete miguuni kwa mitume, huyo akufanya, sababu wewe umedanganya Mungu, umedanganya Roho Bwana. Kaanguka pale akafa. Baada ya muda mfupi mke wake anakuja, ambaye je, ile shamba lenu mliuza kwa bei hii, kwa ndivyo tulivyouza. Kaambia, kwa nini mdanganya Mungu? Akaanguka pale, wakafa. Kwa sababu gani? Utaratibu wa pale ulikuwa ndio huo unaotumika. Na Dr. Nzogera amezungumza sana kwenye mambo ya machangizo na sadaka na vitu vingi, amezungumza kwenye darasa lake kwa watu ambao wameweza kuingia. Kwa hiyo sadaka unaweza ukaitamka, sadaka unaweza ukaiagiza, sadaka unaweza kufanya chochote, lakini yule anayetoa ni yake kufanya vile ambavyo anaona anatakiwa afanye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Asante sana kwa jibu hilo zuri kabisa, mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Nasua. Dada Mese, samahani nilikuwa nimekata katika kauli. Nikukaribishe tena. Tupo pamoja. Amina. Mchungaji amesema kwamba mchungaji Zogere alifundisha, na mimi mchungaji Zogere alifundisha katika hiyo sehemu. Kwa sababu katika mafundisho tukafundishwa kuna mila na desturi. Unajua Agano la Kale walikuwa wanaenda zaidi kwa mila na desturi kwa wakati huu walikuwa nafanya. Kumbuka hii ni Mathayo, ni Agano Jipya. Hii ni Yesu amesema hivyo ndio tunatakiwa tufanye. Kwa hiyo tukisema mila na desturi watu walikuwa wanafanyaje, tukaleta na sasa hivi kwa sababu watu walikuwa wanataja, watu walikuwa wanasema. And then kitu kingine, kumbuka na kwamba mchungaji Maringi anasema kwamba unapotoa sadaka Yesu anatazama. Huyo ni Yesu. Ninachosema kwamba Yesu kwa sababu ni yeye, kwamba anaweza kafanya kile ambacho yeye anafanya kwa sababu yeye ndio Yesu. Yeye yuko pale, kwamba alimtazama yule mjane ametoa senti, akasema kwamba kwa sababu Yesu anapotazama atazami kile ulichotoa, anatazama moyo. Kwa hiyo yeye alitamka kwa sababu moyo ule ulitoa kwa moyo mkunjufu. Sasa sana wale walikuwa na fedha walitoa ili mradi kwa sababu wanazo nyingi.
Kwa hiyo tukisema tufananishe, itakuwa ni ngumu kwamba mtu anatajwa katoa 10,000 katoa 1000 ngapi, alafu labda mtu ametoa $2 3 kwa moyo mkumbufu, huyo atajwi. Kwa hiyo tukisema tufuate hiyo kidogo, kwa kutoa kidogo inakuwa inaleta itirafu. Kwa mimi ninachotaka kusema kwamba Biblia inatuambia nini. Tunaweza tukafanya kwamba kwa format ya mchungaji, kwa format ya mtu, hiyo tunaelewa, lakini je, Biblia inatuambia tufanye nini? Hicho nataka tuweze kujua ili tuweze kusimama sawa sawa na Biblia, kwa sababu najua kwamba inaweza ikaja tofauti, lakini Biblia inasemaje katika kutoa? Je, tunafuata Biblia ilivyotuambia au tunafuata mila na desturi Agano la Kale walofanya, au tunakwenda vipi? Labda mimi hapo ndo kidogo kimechanganyikiwa. Asante sana kwa kuweka vizuri katika hilo. Na nafikiri wakati ninaendelea kuhusu mdahalo hapa naingia katika brother Allen kidogo, samani brother Allen. Mtumishi muuza swali amepigia mstari kutamkwa na nafikiri utanika sawa na message kupelewa. There's a difference between kutamkwa na message ametoa na kuna tofauti ya kusema na message ametoa 300, si ndio? Sasa ile amount ya mkono kushoto sijui kulia, mkono kushoto utajua umetoa sadaka, lakini hujui umetoa kiasi gani. Kwa nafikiri muuza swali anapigia mstari pale. Kwa hivyo hebu tu katika mdahalo unaoendelea tuingie pale kwenye kutaja amount. Haya, karibu. Kuna line ilikuwa imefunguka hapo, samahani, nirudi hapa. Sio, ilikuwa ni Dr. Nasua, umerudi? Amen. Karibu. Mithali hapa niliyoisoma ni ya Biblia, na the good part nimeikoti mithali ya Agano Jipya, yagusa mithali ya Agano la Kale ili kuonesha kwa muuliza swali. Nimekoti Biblia na imetoka kwenye Agano Jipya. Nimekoti Yesu alipozungumza kwenye Luka juu wale wanawake. Nimekoti alipozungumza Petro ambaye alishika kanisa baada ya Yesu kuondoka, na nimemkoti katika maeneo mawili. Nimemkoti Yesu, moja nimemkoti Petro, lakini pia tunaweza tukaleta quotation za Paulo pia alipokuwa anaendelea na kazi ya umisheni ya kupanda makanisa, njia zipi ambazo zilitumika. Na kama ambavyo tunasema ya kwamba kuna wakati tunakuja na praise report. Safari tulipata 10,000 kwa mara ya kwanza. That is the praise report. Tunamshukuru Mungu kwa mara ya kwanza tulipokea 10,000 kwa madhabahu. Tumekupokea 1,000, 500, 200. Lakini ile ilikuwa ni special. Tunasema hii ni praise report. Mungu ametenda jambo. Kuna mtu ndani ya madhabahu ameweza kutoa 10,000. That is the praise report. Mungu anafurahi. Wengine na yule ambaye ametoa, ambaye kutaja jina lake litajwe na tujataja jina lake, amefurahi. Hizo ni habari nzuri. Habari nzuri, kushangilia ni kitu kizuri, ni kitu cha baraka. Kuambia wapendwa, jamani, Mungu safari ametenda. Kuna mtu ndani katikati yetu ameweza kutoa 10,000. Hiyo ni praise report ambayo ni muhimu. Sisi wote kama madhabahu tukamshukuru Mungu, ila tunulewa tu zaidi. Kwa lazima tujue wakati tunatoa praise report, kuna wakati ambao tunatoa neno la kuencourage na vitu kama hivi. Bwana Yesu. Amen. Asante sana mchungaji, na ndabaki na wewe hapo kidogo. Nilikuwa kitazungumza napitia mistari kwa mitambo katika Matendo 4 pamoja na 5. Ni kweli wale makuhani walitamka hicho, lakini muuliza swali amestress kwenye kutajwa kwa amount. Wale katika mistari ile, labda utuweke vizuri hapo, katika mistari ile hawakusema kwamba umeuza kwa 800 so utatolea fungu la 10 ni fulani. Wao walikuwa wanafahamu kwamba unauza shamba lako kwa kiasi fulani, lakini katika maandiko hakitajwi. Sasa muuliza swali duku lake lipo kwenye kutajwa kwa amount, as opposed to kama unasema praise report ambayo inasema kwamba kwa mara ya kwanza tumepata mtu kwa mfano katika mfano uliotoa ambaye ametoa kiasi fulani kumtaja. Nafikiri Mungu atupinde. Lakini mara nyingi huwa tunasikia jina na amount. Swali hapo anataka ajaribisha kubaki ili tuweze kupiga kama tunaweza kupiga swali moja kwa moja kwamba ni sawa kutaja jina la mtu na amount. Na je, katika sehemu yake ya pili ila kinachokuja katika fedha
kwenye kanisa. Yeye anasema kile kinachokuja kanisani ni sadaka. It doesn't matter. Tupo katika hiyo sababu wengi waliochangia swali mwanzoni wanasema kwamba kama ni ujenzi basi kama ni harambee ama ni nini tamkwe inasaidia kumotivate kuinona. Lakini kimaandiko je inasemaje? Isitokee kutaja jina la mtu na amount. Jina na amount. Karibu. Mwanesa sifiwe. Amen. Naona niko tayari, lakini nisubiri kwanza kidogo nilikuwa namrudisha mchungaji kama mchungaji yuko tayari kujitetea hapo. Amen. Okay. Mchungaji ana kichwa. Kwa hata alikuwa kichwa alikuwa anaangalia kitu nzuri hapo. Okay. Haya, basi wakati mchungaji aliweka sawa, mimi karibu. Na sehemu tulio katika swali kwa hivi sasa ili tuende mbele suri nyuma. Mweza swali duku lake ni kwenye kutaji jina na amount. Biblia inasema toto tujue kulia. Tunaingia katika kuna hiyo fulani tutamtaja jina na amount ni fedha. Sawa? Si sawa? Karibu. Amen. Kwa mimi kwa mtazamo wangu ninavyoona kwa Biblia sio sawa. Na nitatoa mfano miwili au mitatu. Nafikiri most of the time tumezipata hizi kwenye nyumbani kwetu Tanzania na kanisa haya mengine ya kwetu ya nani. Kama watu wengine wote ambao wamekuwa wanaattend makanisa hapa Marekani, kwa mfano hata kanisani kwetu sasa hivi ni la Kilutheri, let's say kuna funds natakiwa kuraise ya kujenga kanisa au ya kujenga mimba kwa ajili ya muziki. Most of the time unasikia mchungaji anasema kwamba tuna budget ya $100,000. Kwa hiyo kwenye muda huu kunakuwa na everybody ambaye ni mhusika ni muumini wa lile kanisa yuko responsible kusupport kanisa lake. Kwa hiyo mchungaji anasema tuna miezi 3 within these 3 months tunatakiwa tumeraise $100,000. Na hiyo $100,000 kila mtu anatoa pale ni kwa sadaka. Atakuja atatoa update, jamani tunasikia 90,000 au ili hatukuweza kuifikia mwaka huu, Mungu awabariki. Inaendelea. So pamoja na kwamba tunajua amount imeshafika labda nusu au maybe 3/4, anasema the amount but hasemi majina au nani ametoa zaidi. Inasaidia sana kwa waumini pale kutengeneza classes au favoritism. Na mimi nitatoa mfano hai. Una one time tuna raise fund kwenye prayer line. Mtu akatoa a certain amount that was a little bit higher than normal on that day, na akasema mtumishi akasema tunashukuru sana kwa amount unayotoa na tutakuombea sana. So this means anybody else coming up with the less amount haombewi sana. It makes sense how this question ambayo mtumishi wa Mungu amelileta kwenye hii kadamnasi sasa hivi inavyotengeneza hayo matabaka au inayotengeneza hizo things. Yes, it's okay. Wakati kama mchungaji alivyosema hapo nyuma kwamba it's a praise, kwamba kuna mtu ameshajitolea kiasi hicho hakijawahi tokea, it's a praise yes, but what about the other? Na kama maybe hiyo praise ambayo tumeitoa maybe inaweza ikawa imewakosesha wengine kufunguka kwa sababu they don't want to be put on spot. So nafikiri kwenye hili swali limefunga vitu vingi kwamba either relationship ya waumini na kanisa, relationship ya understanding when it comes to sadaka, na ya tatu ni pia kwamba Biblia inasema nini. Hiyo mifano yote mchungaji aliyotoa kwenye Luka na Paulo ni sawa kabisa, lakini tunasema Biblia inasema nini, kama mtumishi wa Mungu alivyosema kwenye Mathayo kwamba sadaka mkono wako wa kushoto usijue wa kulia unatoa nini, na ni rohoni mwako. So mimi bado nasimama kwenye hilo kwamba mkono wako wa kushoto usijue unatoa nini, na kila hela inayoenda kanisani ni sadaka. Amen. Kwa hivyo basi inapokuwa inatamkwa kwamba kanisa litatoa 100, mtazamo wako si sawa kikanisa? Si sawa. Kwa mfano au maybe niongezea hapo kidogo. Kwa mfano tunapotoa sadaka, mwisho wa mwaka wanakuletea number because unatakiwa kureport
taxes. This means wao wanasema swala la Kaisari na swala la kanisa. Kwa hiyo ile inaletewa wewe personal. Pamoja kama umetoa familia, inaletwa ile specific for that person who gave out the amount. So mimi nafikiri sio sawa. Amen. Sasa nikaribishe kama kuna mtu mwingine yote ambaye ana wazo tofauti kabisa na ambayo tumeshasikia kwa sasa. Na hiyo tumelivuta kidogo hili swali. Lakini unaweza kuona kwa nini bilivuto kidogo. Kwa kama kuna mtu ambaye ana kitu atusikia kusikia. Karibu. Ile nafasi yangu bado ipo brother Jerry au ilikuwa imeshapita? Ile nafasi bado ipo kama itatupa lile jibu la kusema ni sawa amount kutaja. Karibu. Okay. Nataka niseme kitu kimoja. Hata ukitoka kwenye jambo la sadaka, Yesu alipoondoka ilikuwa lazima mtu ukiwa umeingia kwenye dini ya Kikristo huo umetahiriwa. Ilikuwa ni sheria. Yesu ameondoka na hivyo. Lakini Paulo alipokwenda Asia ndogo alizungumza nini kuhusiana na jambo la kutahiriwa na kutokutahiriwa? Alisema nyeso wa Yahudi kwa mna sababu ya kufuata mila na taratibu ya Kiyahudi, kwa sababu nyeso wa Yahudi waliendelea kutahiriwa, na division ilikuwepo kwamba usipotahiriwa wewe hufai kuwa sehemu ya dini ya Kikristo. Lakini Paulo akasema hapana, hii inapaswa ifanyike. Hapaswa ufuate mila za Kiyahudi. Yesu alizungumza, alifuata hiyo mila, alifuata hizo taratibu. Lakini Paulo kama kanisa kufuata hiyo taratibu, kwa sababu kwa watu waliokuwa wanafikia na kwa mazingira yake hiyo ilikuwa haiweki out. Kuna mahali Yesu alisema, Paulo alisema wanawake hawaruhusiwi kuhubiri. So kwa vile Paulo alisema mahali pamoja wanawake hawaruhusiwi kuhubiri, hilo tunaweza tukasema Biblia imesema wanawake hawawezi kuhubiri, tukakaa kwenye mstari mmoja. Tukakaa kwenye mstari mmoja. Kuna mistari mingi ambayo Paulo mwenyewe anasema wana wa Filipo wote walikuwa ni manabii. Kwa hiyo unaweza ukashika mstari mmoja usiangalie mstari mwingine ukasema hapa ilikujuliwa. Lakini ukiangalia pia pale Yesu alipozungumza kwenye Mathayo 6 mstari wa kwanza, anasema angalieni msifanyi wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe. Unafanya kwa lengo, unafanya hapa ili nionekane mchungaji hapa amefanya hivi. Hiyo nia ya ndani ndio Yesu alikuwa anaizungumzia, na ndio Pastor Mangeto alizungumza pale mwanzoni. Kwa hiyo nataka niseme kwamba kila wakati au kila katika kanisa linapopita katika vipindi mbalimbali kuna mambo ambayo yanafanyika ambayo kule nyuma hawakuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Sana kwa hilo. Haya, sasa nirudi Connecticut pale. Tumefunguka kidogo. Amina, asante tu. Amina, asante. Nataka tu kurudi kwamba katika hiyo Mathayo 6 naomba tuisome, tuitafakari. Kwa hiyo tuignore kinachosema, tuignore, tufanye the way maisha yanavyokwenda. Kwa hiyo nataka kujua, kwa sababu kuna vitu vingine kwenye mistari ya Biblia vinasitiziwa sana kwamba like kuna vingine tuna mbadala kwamba tunaweza tukafanya vile. Kwa hiyo hebu tutafakari tuweze kujua. Ninaomba kwamba tutafakari huo mstari unavyosema hivyo. Kwa hiyo tufanyeje? Yaani inakuaje kutoka na huo mstari unavyosema? Amen. Mwiza swali amechomoa shilingi hapo tunaita. Bado hajaridhika na hicho. Sisi limekuvuta sana hili kwa sababu ya swali lingine, lakini bado na entertain kama kuna mtu ambaye atakuwa na jibu tofauti ambayo tuyalisia kwa siku ya leo, inaweza ikamsaidia mwiza swali tuweze kuwa naye. Amesimama pale kwamba Biblia imesema usifanye hivi, tunakufanya hivi sawa. Na kama umeingia kwa kuchelewa, basi swali kwenye sadaka Mathayo 6:1-4 mwiza swali amesimama naye hiyo. Tunaifahamu inasema unapotoa sadaka mkono kushoto usijue umetoa kiasi gani, si ndio? Kwa hivyo swali lake liko katika sehemu mbili. Cha kwanza, ni sawa ama si sawa? Inapokuwa inatangazwa kwamba
fedha umeipeleka kanisani, lazima atajagizwa ya ujenzi, sadaka ni nini. Inapotamkwa kwamba Messi ametoa $5, inapotamkwa ili 5, je, ni sawa ama si sawa? Na sehemu ya pili, kimtazamo, je, kila kinachokuja kanisani kwa maana ya format ya fedha, je, ni sadaka ama si sadaka? Na kama unasema si sadaka, tukusikilize. Kama unasema ni sadaka, then tunarudi pale katika sehemu ya kwanza katika kitabu cha Mathayo 6, kwamba kama ni sadaka basi naistam. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu Pastor Lee. Amina. Okay. Nitajibu kwa uelewa wa swali. Kwanza kabisa, katika ministry nyingi, kwanza kabisa niseme hivi, hatuwezi kubishana na Biblia. Biblia inaposema kwamba unapotoa sadaka mkono, hata mkono wa huu mwingine usijue, ni sawa kabisa, hatutakiwi kutangaza. Lakini kuna kitu ambacho inabidi Yes? Naendelea. Amina. Na okay, lakini kuna kitu ambacho tunatakiwa tuelewe, kuna kitu kinaitwa mapokeo. Mapokeo ni ile maamuzi ya ile ministry inaamua kufanya nini, kutangaza nini na nini kisitangazwe. Kwa hiyo ile ministry iliyoko pale wanaweza wakaamua watangaze au wasitangaze it comes kwenye michango yao au sadaka na mengineyo. Mapokeo sio Biblia. Mapokeo ni maamuzi ya wale viongozi wa kanisa, wanaamua nini kifanyike. It's not biblical, ila ni maamuzi yale ya pale. Kwa hiyo wanaweza wakaamua watangaze au wasitangaze. Sasa hatuwezi kubishana ya kwamba kwa nini wameamua watangaze, lakini Biblia inasema tusitangaze. But mapokeo yanaruhusu watu watangaze kwa sababu wanaamua jinsi ya kuendesha ministry yao, jinsi ya kuendesha kanisa lao. Ndio kikubwa kinachotokea katika makanisa mengi, na mengi hatuendani. Ministry ziko nyingi na zina mapokeo ya tofauti. Sio tu sadaka. Wengine anataka wavae viremba, wengine hawataki kuvaa viremba. Wengine hawaruhusu watu kuvaa suruali, wengine wanaruhusu kuvaa suruali. Yote hayo ni mapokeo. Kwa hiyo vikitokea kwenye makanisa, we have no control. Is it all right? No, it's not all right. Yesu anazungumza kuhusu sadaka, we already know. Hatuwezi kwenda kinyume na Biblia. Ndivyo Biblia inasema pale, unapotoa sadaka, mkono mwingine usiseme, lakini it is what it is. Huaga kunakuwa na mapokeo kwenye ministry na watu wanafanya according to na mapokeo yao. Na kama nimesema kitu kimeeleweka hapa, I hope nimeeleweka. Amen. Nimeeleweka Pastor Lili na dada Messi. Tunashukuru kwa swali lako zuri kabisa, na kama ulivyosema tutalifanyia homework. Asanteni sana. Karibu swali lingine, jitambulishe jina la kwanza na uliza swali. Karibuni swali lingine, karibuni. Amen. Karibu Pastor Mangesho. Amen. Nilikuwa na swali just to follow up ushuhuda mkubwa na mzuri ambao dada Messi alishare na sisi jana atakuwa kwenye shuhuda, na magani ambavyo nitaparaphrase tu, na magani ambavyo alimtolea Mungu ahadi kwa ajili ya kongamano, na of course kutokana na changamoto hapa na pale, nadhani Mungu nisikia ule shuhuda. Ikawa imefika wakati wa kulipa rent, at the same time anadaiwa kunipa ile pledge ambayo alikuwa amemwahidi Mungu, na akawa ana battle afanye nini, lakini akaamua kuchukua hatua ya imani, akaamua kumtolea Mungu sadaka, even though alichukua hela ya rent kwa kweli kwa nini kwa Mungu akatolea, na somehow kama ule shuhuda nimesema rais, Mungu akaweza kumtendea muujiza, akapata ile siku ambayo rent ilikuwa iko due, Mungu akafungua mlango akaweza kufanikiwa. Sasa swali langu linakuja hivi, mtu mwingine yote kama mimi nikasikia ushuhuda kama huo, ukanibariki hivyo, nikawa motivated, na mimi tuseme ikatokea hivyo, nikatoa pledge kwa Mungu, alafu
nikapata changamoto, nikashindwa kutoa hiyo, sio changamoto, sema circumstances, labda kipindi hicho nilikuwa nimetarajia niwe nayo, sikuwa nayo, lakini rent iko due, na nikaamua kuchukua the same actions kama hiyo, kwa kufuatilia vile ambavyo alivyosema. Je, mimi nitapata muulizo huo, nitapata mafanikio hayo, matokeo hayo, au inaweza ikawa ni tofauti na mimi nisifanikiwe, yani nikakutwa ninatolewa nje ya nyumba rent hajafika. Kwa hiyo swali langu lilikuwa tu ni hapo, maanake kama nilivyosema, mimi mwenyewe automatically nilitoa moyo na ushuhuda, lakini je, nikiamua kufuata the same process aliyoifuata kwa imani, je, nitapata the same results au ninaweza nisipate matokeo kama aliyopata yeye? Amen. Swali nafikiri limeeleweka. Karibuni tujibu kwamba ushuhuda, watu walikuwa jana tulisikia ushuhuda wa dada Mese. Alikuwa anadaiwa rent na alikuwa anadaiwa tena mchango wa kongamano, lakini alimsikiliza Mungu alichomwambia na Mungu akatenda miujiza. Pastor Mangesho anauliza, yeye akifanya kama alivyofanya dada Mese, ategemee kupata vile alivyopatiwa dada Mese? Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu Mwalimu Josephine. Kwa kweli njia za Mungu ni tofauti, na Mungu anatenda tofauti, na ukubwa wa Mungu ni mkubwa. Mungu hauwezi kumclaim. Yaani anaweza alipofanya dada Mese, Mungu alisikia sauti ya Mungu akatii, ndio maana Mungu akamfanyia hivyo. Japo na sisi tunatakiwa kabla kila kitu tunachofanya usikie sauti ya Mungu. Japo sio wote wanaosikia sauti ya Mungu. Lakini short katika kujibu, unaweza ukatolewa nje, ukabaki unashangaa. Wanasema usiige. Na hiki kitu ndio kinavuruga sana baadhi ya Ukristo, kwa sababu unakuta kuna mtu alitendewa muujiza huu akapona au akafanya hivi, basi watu wote wanataka wafanye hivyo. Kwa unakuta hata hii biashara siku hizi unakuta maji, mafuta na nini, unakuta watu wanafanya kama vile sale kwamba watu wote wakimwagiwa ndio watapona. Watu wote wakifanya hivi ndio Mungu aende hivyo. Alimponya huyu kipofu na matope, alimfanyia hivi huyu mwingine alitamka tu ikafanyika. Kwa hiyo kwa kumjibu Pastor Mangesho, haiwezi ikawa exact. Inaweza ikawa kama alivyofanyia dada Mese, na kweli Mungu akatoa njia nyingine, lakini anaweza Mungu akakushangaza, utatoa vitu nje vinatolewa, ukabaki umuelewi Mungu vipi. Huyo ndio Mungu. Mungu njia zake ni tofauti. Mwingine anaweza akaomba ugonjwa huo akapona, mwingine ugonjwa huo maumivu yakawa mara 2 yake hadi ukafa. Mungu ana njia za tofauti, yani njia zake ya huyu na huyu ni tofauti. Yani Mungu waga hauwezi kumuelewa. Amen. Asante sana Mwalimu Josephine. Karibu. Amen. Jina la kwanza na endelea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hakuna mtu ameanza. Kuna mtu ameanza. Okay. Amen. Asante mtumishi wa Mungu, nakushukuru. Ninapenda jibu aliyosema dada Josephine. Kwa sababu Mungu ni Mungu, tunaambiwa kwamba Mungu achunguziki wala aelezeki. Kwa hiyo uwezi ukamchunguza Mungu, njia zake ni tofauti. Na kwa kusema hivyo, nataka nikutie moyo kwamba usivunjike moyo. Najua lazima sema unaweza ukaacha njia panda, yani ukajikuta kwamba umefanya hivyo lakini haijatokea hivyo. Mungu ni mwaminifu, ana makusudi yake, ana sababu zake, kwamba vile ulivyofanya ukupata wakati huo. Ninaposhuhudia, labda kama nilivyoshuhudia, inawezekana ni rahisi, inaonekana nyepesi mbele za watu, lakini kwangu mimi haikuwa nyepesi kiasi hicho. Kwa hiyo ninataka tu nikutie moyo kwamba endelea kumsubiri Bwana, kwamba Mungu yeye kwa wakati wake atatenda. It mara, lakini kwa wakati wake Mungu anatenda, na siku zote njia ya Mungu ni njia iliyo nzuri. Nataka tu nitie moyo. Dada Joseph jibu ni sawa kabisa, lakini nataka kutia moyo kwamba usubiri. Mungu ana njia nyingi. Nakumbuka kama yule alikuwa ni mkuu wa majeshi,
akaambiwa nenda huko. Alisema kwamba kwa nini sende mto huu wa karibu, kwa nini sende hivyo? Akasema no, inabidi uende kwa mto ukajioshe mara 7. Kwa hiyo unaweza kuona unafikiria unaweza kuwa unasema kwa nini mto huu mbali, kuna mto huu ambao ni mzuri, kwa nini nisifanye hivyo, lakini Mungu ana sababu. Sometimes anakupisha njia ndefu, ana sababu. Amen. Kwa kuongezea hapo dada Messi, hata Yesu aliambia kwamba kulikuwa na wakoma wengi enzi ya Naaman, lakini aliponywa Naaman. Kwa hiyo Pastor Mangesho, si jambo zuri kufanya biashara na Mungu. Yaani wewe kumpa $5 akupe mkate, si jambo zuri. Karibu mwingine, nisikia jina. Karibu tumsaidie Pastor Mangesho. Karibu dada Sofia. Amen. Mnanisikia dada Sofia? Amen. Unasikika vizuri kabisa. Vizuri, alafu asante sana. Amen. Asante sana kwa ushuhuda mzuri wa jana dada Messi, kama ulinitia moyo sana. Sasa umeona, yani sirudi kwenye swali lililopita, lakini nataka tu niendelee hilo, ila tufunguane kidogo. Ndio utakapojua kwamba neno la Mungu kila siku ni jipya, na kila neno linapotoka linatoka sawa sana na mazingira yake, kwa watu sahihi na mahali sahihi. Jana Messi alivyoshuhudia, hata mimi aliniongezea imani. Lakini alikuwa anatoa sadaka ya fungu la 10, alitoa. Umeona? Kwa hiyo ndio kile ambacho tulikuwa tunasema, wakati mwingine kutamka au kusema kwa mfumo wowote. Unaweza ukasema kwa mfumo wa shuhuda, unaweza mchungaji akasema kwa mfumo wa harambee, kwa mtindo wote ule. Kuna mtu fulani utamnyanyua. Ndio Biblia inasema ya kwamba hatupasi kusema, tuache kutoa. Lakini kuna kitu ambacho ufunuo ukija kwamba shuhudia, sema. Kuna watu wengi jana wamenyanyuka, wameongezewa imani kwa shuhuda dada Messi. Unaona? Kwa hiyo sasa vitu kama hivyo kwenye eneo la sadaka vinaweza vikawepo, vinaweza vikafanyika na vikaendelea. Alafu kitu kizuri kabisa, nilikuwa nasikia nikipokuwa chuo walikuwa wanasema maandiko haya tunayoyasoma leo yalikuwa yanatolewa kwa kacha za watu na tamaduni za watu. Na sisi leo, kwa sababu sisi pia tunaishi kwenye Agano Jipya, na sisi tuna kacha yetu pia, kwa kadiri ya watu tulionao, utoe neno gani ili limshawishi mtu wa pili, ili limsimamishe, ili limtie moyo. Kwa kweli mimi nilibarikiwa sana jana, lakini pia nimebarikiwa sana kama Mangesho. Nataka nikwambia kwamba kile kitu ni kizuri kwa sababu kili encourage watu wengi, na watu wengi waliongezeka imani kwamba kumbe nikiwa nina hiki nikimwamini Mungu atanipeleka another level. Mungu akubariki sana dada Messi, ulishuhudia jana, lakini Mungu akubariki kama Mangesho kwa swali zuri. Umeona Biblia haijifungi Biblia, yaani yenyewe kwa yenyewe inajieleza. Barikiwe sana. Amen. Asante sana dada Sofia kwa changizo lako. Karibuni mwingine wa mwisho, tumweke sawa Pastor Mangesho. Karibu Pastor Mangesho, tuko pamoja? Tuko pamoja, ila tu niongezea hapo kwamba yes, hatuwezi tukaiga kama ambavyo dada Messi alivyofanya exactly picha kwa picha, lakini kama ambavyo mmesikia kwamba dada Sofia amesema kwamba alitiwa moyo, na mimi pia nilitiwa moyo, kwa maana kwamba kitu ambacho tunaweza tukaiga ni ile principle, unaona, ya kumweka Mungu kwanza, lakini not necessarily ya kwamba rent yangu mimi iko juu alafu ninadaiwa kanisani. Yeye ilikuwa ni imani yake nasema pale. Sasa basi mimi niko na imani kama ya kwake. Mfano tu, nikaamua kuchukua the same step, sio kwa sababu dada Messi alifanya, lakini kwa sababu nasikia msukumo ndani mwangu na Mungu kumtuma kufanya hivyo, then labda I may get the same result. Lakini point yangu ni kwamba principle ni the same, ya kumweka Mungu mbele kwanza, lakini tunaweza tukatumia njia tofauti ya kuona hilo likitendeka. Kwa hiyo sistemi kwamba tuige akifanya hiyo, maana unaweza ukaiga ukashangaa unatupiliwa nje ya nyumba yako, lakini ukichukua lile fundisho ambalo lilitoka pale principle, then litafanya kazi hata kwako kwa namna nyingine, kwa namna yote ile. Amen.
Amen, amen. Asante sana Pastor Mangesho kwa swali na kwa jibu pia. Asante sana. Karibuni swali lingine. Karibu, jina la kwanza na swali, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Karibu mtumishi. Asante sana, naitwa Ana kutoka Virginia. Nilikuwa na swali ambalo linaendana na mambo ya sadaka, lakini ni tofauti kidogo. Niliwahi kushuhudia ambapo unakuta labda kanisa linaamua kwamba tumchangie mtumishi au tumchangie mwenzetu kwa sababu ya shughuli fulani, lakini wanatumia ule muda wa ibada na mchango unatolewa pale madhehebuni, kwenye madhehebu. Sio ile kwamba jamani mwenzetu ana tatizo fulani, nani anayependa amshike mkono. Ile ni tofauti, mtu atampa kwa wakati wake. Lakini inatangazwa pale mbele, inafanyika pale mbele, na watu wanatumia madhehebu na muda wa ibada, labda ni baada tu ya ibada, kutoa ule mchango. Lakini mchango ukishatolewa, mhusika, si huwa kuna wazee wa kanisa wanahesabu sadaka. Kwa hiyo wakishika lile kapu wanaambiwa hampaswi kabisa kugusa wala kuhesabu hii hela. Hii hela nimechangiwa mimi, kwa hiyo mnanipa tu kama ilivyo. Mimi mwenyewe nitahesabu huko mbele kwa mbele, nitajua nimepewa kiasi gani. Sasa pale ilitokea watu kutokuelewa vizuri, kwa sababu sadaka yote inayotolewa pale madhabahuni ni kwamba ni lazima utaratibu ni ule ule, itahesabiwa na wazee wa kanisa. Labda sasa yule anayehusika atawekewa kwenye bahasha, ataambiwa basi kanisa limekuchangia kiasi kadhaa. Lakini hii ikasema kwamba hapana, msihesabu wala msifanye chochote, nipeni kama ilivyo. Kwa hiyo sasa sijui ni sawa kwamba imetumika madhahabu na kanisa, alafu hatupaswi kabisa kuhesabu hiyo hela na kujua ni kiasi gani kimepatikana. Je, hiyo ni sahihi? Asanteni. Amen, amen, amen. Swali kutoka kwa dada Ana wa Virginia ni kwamba sadaka, yani mchango wa muumini umefanywa madhabahuni, watu wamechanga kama sadaka na hawakuwa na nafasi ya kuhoji au kuhesabu zile sadaka, atapewa kama ilivyo. Je, hiyo ni sadaka au iko sawa? Amen, amen. Karibuni. Labda nikurekebishe tu hapo, samahani. Muda wa kuhesabu ulikuwepo na watu walitaka kuhesabu, lakini walizuiwa. Wakaambiwa lile kapu wampe mhusika, atahesabu mwenyewe na atachukua hela yake mwenyewe. Kwa hiyo zikahesabiwa tu zile sadaka za kawaida, lakini sio ile iliyotolewa mchango. Asante. Amen, amen. Karibuni. Ukizingatia kwamba kila kitu kilifanyika madhabahuni, hiyo ni sadaka au mchango au nini? Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Jina la kwanza. Naitwa Naomi. Karibu Naomi. Unajua kuhesabu ni taratibu zilizowekwa kwenye mfumo wa kanisa fulani. Kama kulitolewa mchango, hakuna mchango unaotolewa bila kuwa na yani lazima watakuwa walisikia moyoni, lazima Mungu aliruhusu hicho. Na hata kama ni mtu binafsi aliyechangiwa pale, bado ni sadaka. Unajua unapotoaga kitu ukatoa kwa mtu yote, kwa nini unatoa kwa Bwana, unaona, bado ni sadaka walitoa. Shida tu kwa sababu labda haikuhesabiwa kutokana na taratibu zao walizozoea kuhesabu, labda ndivyo hivyo walivyoamua, lakini hazifaa walimention wakaitangaza madhabahuni pale na watu wakatoa. Ina maana ni sadaka waliitoa. Unavompa mtu yani ni sadaka walitoa. Mtu anaangalia anapotoa kitu, au mtu unavompa mtu kitu, humwangalia yule mtu, unamwangalia Mungu unayetenda. Sababu saa nyingine ukiangalia mtu unaweza ukakwama. Kwa hiyo ni sadaka ilitolewa tu, hawakuweka kwenye taratibu zao kwenye kuhesabu ni wao, lakini ni sadaka kama sadaka nyingine tu ambazo zilitolewa. Mimi ndio mchango wangu huu. Asante mtumishi Naomi. Kwa hiyo njia hiyo ni sawa unasema au sio sawa?
shida tu kutokuhesabika, yaani kwamba njia hiyo sawa kwa sababu walitamka madhabahuni. Mungu anawezaga akaruhusu hicho kitu pia, watu wakapata wakapata kuhudumiwa kwenye madhabahu. Hivyo vitu vipo, kwa sababu wewe kutamka tu kutokana na mawazo yako. Lazima hilo jambo la sadaka linadondokaga ndani, ni wazo linalodondoka ndani ya mtu. Sidhani kama ni taratibu za mtu binafsi. Ndio maana saa nyingine unaona hata mtu anaweza akakaa mahali madhabahuni akaongea pointi, ukaona watu wanaenda kutoa sadaka pale. Unaona kuna vitu ambavyo kwenye ulimwengu wa roho Mungu anaruhusu vinatendeka, lakini taratibu zao hawakuziweka kwenye taratibu kuhesabu hiyo sadaka. Amen. Mwingine mwenye mawazo tofauti, karibu. Bwana asifiwe. Amen. Karibu Pastor Absalom. Hasa ile swali dada anaja jinsi ambavyo kwa nini mambo yote yamefanyika madhabahuni, watu wametangaziwa, sadaka zimekusanywa, alafu yule alikuwa alifushi bila kuhesabiwa pale kanisani. Sasa hilo ya pale kwenye utaratibu wa hilo kanisa. Kama utaratibu ndio unataka hivyo, mtu akichangiwa abebeshe furushi lake aondoke, ni kesi. Kama wale viongozi kama ni mchungaji, sasa ni kuliwekea utaratibu kwamba jamani, tukifanya sadaka namna ni vizuri kwa hesabu patikana ngapi, na sisi kama kanisa kwamba mtu huyu kiasi fulani. Kwa hiyo hilo sasa litakuja kwenye vikao vya kanisa au vikao vya tumiki kwenda kuweka utaratibu sana. Lakini kama halikuwa na utaratibu, basi linaweza likafanyika kwa namna yoyote ambayo kiongozi wa ibada, kama ni mchungaji, kama ni mwenyekiti wa kanisa, anaweza akaona nafaa. Kwa hiyo ni jambo ambalo sio kosa, sio dhambi, ni utaratibu wa watu ambao wamejifunza. Amen. Asante sana mchungaji Nasua. Kama kuna mtu wa mwisho. Hello? Bwana siwe. Amen. Karibu brother Jez. Amen. Sasa brother, naomba nirudi kwa dangu bana kutoka Virginia. Kuna engo ambayo labda mimi ndio nimechanga. Sehemu ya pili nimeelewa kwamba Dr. ilikuwa katika sehemu ya kusema kwamba ni sawa ama si sawa sana ile kuhesabiwa. Sehemu ya kwanza ambayo nilikuwa nafikiri swali ilikuwa imekaa huko ndani na pili kaja hapa. Na naomba dangu anaeleke sawa. Je, katika swali lako upo sawa kwa yule mtu yoyote yule tangazo kwenye kusema jamani tutoe hela kusaidia kitu 1 2 3, hiyo patu kunayo sawa, ama it's okay, lakini dukuduku lako ambapo ni haikutaja umepotea kiasi gani? Sababu naona vitu vitu tofauti hapa, hapo tuweke sawa. Samahani, umekuwa na katika kaka Jerry, sijakusikia maswali. Sehemu ya kwanza swali lako unasema kwamba ni hela ambayo imechangishwa kanisani, na then ukasema kwamba ilivyochangishwa hatukuambiwa ni kiasi gani, watu waambie usihesabu, mpeni fungu lake akaondoka nao. Sawa. Je, dukuduku lako liko katika sehemu ya mwisho tu pale ambapo wamepewa, hatujui kwa kiasi gani, ama pia dukuduku lako liko kwamba kwa nini kanisa limetumika kuchangisha ama kukusanya ile hela in the first place? Sijui kama bado ilikuwa line yangu katika hapa. Sawa, nimekuelewa. Issue hasa ilikuwa ni kwamba yani kanisa limetumika kukusanya ile sadaka ya yule mtu ama mtumishi, lakini wazee wa kanisa wakazuiwa kuzihesabu na kujua zimepatikana kiasi gani na kumkabidhi yule mtu. Lakini kwa jinsi ambavyo watumishi waliotangulia wameeleza na Pastor Absalom Nasua alivyoeleza, nimemuelewa kabisa, kwa sababu ni kweli inaelekea kwamba hapakuwa na mwongozo mzuri. Kwa hiyo labda ni kitu cha utaratibu kwamba uwekwe ili iwe clear kabisa kwamba inatakiwa kufanyikaje, na inategemea na kanisa.
Kwa hiyo hapo nimeelewa vizuri. Asante sana mchungaji. Asante sana kaka Jerry. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Karibu mtumishi. Amina samani, naomba niongezee hapo. Inawezekana si kwamba ni utaratibu, Sometimes kanisa linataka kuwa na amani na watu wote. For instance, huyo the same thing kachangiwa imehesabiwa kapata sijui milioni ngapi. Mwingine kachangiwa kapata sijui shilingi ngapi. Italeta contradiction kwenye kanisa. Kutokuhesabu ni ile kutafuta amani na watu wote, kwamba usihesabu ili kitokea kitu kingine kama hichi mtu mwingine asije akajisikia vibaya kwamba yule alivyochangiwa alipata maelfu, mimi nimechangiwa yani hakuna kilichopatikana. Kwa hiyo kitu kingine nafikiri ni kanisa ni kutumia tu akili na hekima na ufahamu na maarifa ambayo Roho wa Mungu anakuwa amewapa kwamba usihesabu, mpe, kwa sababu kitu kingine kitokea isije ikaleta tabu kwamba mbona huyu alipata nyingi huyu hakupata. Mimi nafikiri kwa ufahamu wangu kwamba ndio hilo. Amen. Amen, amen. Nami nakubaliana. Kwa kweli kuna muumini mmoja aliyamaga kanisa hivyo kwa sababu mwenzake alichangiwa zaidi. Amen, amen. Karibuni kwa swali lingine. Baadaye nafikiri umeelewa. Bwana Yesu asifiwe. Karibu Mwalimu Josephine. Na mimi nilikuwa na swali kidogo, tunaona japo najua muda wetu unakaribia kuisha. Mimi nilikuwa na swali, kuna kitu ambacho huwa kinanitatiza. Naenda kwenye upande wa sadaka. Unakuta kuna vitu viwili, unakuta swali nabii tuseme. Unakuta mchungaji au nabii au mkuu wa kanisa akitaka mfano gari, akitaka nini, waumini wote wataambiwa jamani tumchangie, watajitoa, watachanga. The same muumini akitaka gari ataambiwa tuombe Mungu atakupa. Sasa sijajua kwamba muumini akiambiwa tuombe Mungu atakupa, kwa nini naye kwamba kusio kuna njia ni mchungaji aambiwe tuombe Mungu atakupa, itakuwa alambe ili aweze kulipata. Kuna tofauti gani hapo? Huyu mmoja anaambiwa tuombe Mungu atakupa, huyu mwingine anapitishwa alambe achangiwe. Lakini bii yake hata swala la ulinzi unakuta waumini wa kawaida wataambiwa kwamba Mungu atakupa ulinzi, atakupa nini, ataombewa. Lakini yeye kama ni nabii au mchungaji mkuu au ni nini, atakuwa na mabodyguard, wengine siku hizo wanakuwa na bastola za walinda, wanakuwa na security. Lakini muumini anaambiwa utaombewa na damu ya Yesu itakulinda na ndio kila kitu. Hapo imekaaje kwamba kwa level Ukristo wetu kutokana na madaraka na nini tunakuwa na tofauti, au inakuwaje? Kwamba huyu anaweza kaambiwa utalindwa na damu ya Yesu, huyu atalindwa na silaha. Huyu akikiwa na shida gari anachangiwa, huyu mwingine anaambiwa tutakuombea utapata. Hebu naombeni kidogo hapo kama nimeeleweka. Swali lako limeeleweka. Karibu brother Jerry. Amen, amen, amen. Sana brother Allen kwa kutuongoza vizuri katika sehemu ya pili. Tunaingia katika sehemu ya mwisho na kumalizia. Swali umeweza kulisikia, karibu tulichangie katika dakika hizi 5 tulizonazo. Mtumishi anapokuwa na jambo lake tunatamkiwa na tunafanya harambee ya kuhakikisha kwamba kile ambacho anataka kufanya kinatekelezwa na kanisa. Lakini inapokuwa kwa muumini wa kawaida anayekewa mikono. Je, hii ni sawa si sawa? Josephine anauliza. Angalia simu yako la mnyocha nambari 6 tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Msikia dada Sofia kwanza, nenda na message next. Karibu Sofia. Amen, amen. Dada Bisi atafuata. Unajua, sijui kama nitakuwa na maandiko kama nitakuwa nimechanganyikiwa, lakini nitaongea tu ile uhalisia wa leadership. Unajua Biblia inasema kwanza tuwaombee wenye mamlaka kwa sababu wanakesha kwa ajili yetu. Unajua maana kukesha? Ukitafakari maana kukesha ndio utaona kuna kila sababu ya kufanya hilo linalofanywa kwa ajili ya huyo leader. Alafu pia Biblia inatuambia kabla ya mambo yote kwenye Timotheo tuombe kwa ajili ya wafalme wenye mamlaka ili tuwe na amani, ili tuishi maisha ya furaha. Ina maana hawa wafalme na wenye mamlaka wanafanya decision za watu, decision za makanisa, decision hata za familia zao, naona. Kwa hiyo
mahali popote, yani hapa ninachokiongea kama nitaeleweka, vinaongelea habari za mamlaka. Kama mtu ana mamlaka, apewe ile heshima ya mamlaka aliyokuwa nayo. Naona na Biblia inatuagiza sana hilo, tuwaheshimu wenye mamlaka, tuwatii. Unaona? Kwa hiyo hata katika huo mfano uliotoa dada Josephine, ni kwa sababu mwenye mamlaka anapaswa kupewa vipaumbele vile vinavyohusiana. Mimi nimekuja tu Marekani, ndio kanisa, nimeshangaa sana hapa kanisa langu ninapoabudu. Ndio nimeshangaa kwa maana nimeona kanisa limemnunulia mchungaji nyumba. Yaani limempa down payment, na katika ile mortgage yake anayotoa, kama analipa $4,000, basi nusu kanisa itaendelea kutoa kwa muda wote mpaka atakapokuwa ameamua kuhama pengine kwenda kwenye ushirika mwingine au mpaka amestaafu. Unaona? Lakini hawa wanaofanya hivyo bado unakuta washirika wengine wanakaa nyumba za kupanga, wengine hata nyumba yenyewe kwanza hawana, lakini wanafanya kwa sababu ya ile neema ya mwenye mamlaka. Na kumbuka Zaburi 133 inasema mafuta yanaanza kuflow kutoka juu kuja chini. Unaweza ukawa na washirika wenye hela, lakini kama mchungaji kule yuko vile, unakuta bado washirika hawa ile neema inawakuta, lakini haikai kwa sababu mchungaji wao anaombaomba kule, anahangaika. Kwa hiyo hata sisi huko chini hatuishi kwa neema, yani tutaishi kwa mahangaiko hivyo kwa shida, kwa sababu neema ile kule juu hatujaanza kule juu kwenye anointing, afu ile anointing ka flow kwetu pia, ili tuwe na furaha, tuwe na amani, kwa sababu Mungu anabariki, anaachilia baraka mahali ambapo watu wana furaha, wana amani, wana umoja, wana mshikamano wa kweli ambao unatoka ndani. Kwa hiyo kuwa support au kuwafanyia wenye mamlaka ni kibibilia kabisa, alafu baraka zinateremka kwetu. Amen. Sana katika hilo Josephine, nisubiri niende Connecticut hapa ili tuone kama tuweze kama hizo swali letu afu tutakuja kwa. Dada Amina, asante. Mimi niko tofauti. Asante kaka Jerry. Niko tofauti na dada Sofia. Kwa sababu dada Sofia amebezi kwenye maombi. Maombi ni kwa kila mmoja. Tutawaombea watumishi, tutawaombea waumini. Kwa masala na dua ni kwa kila mmoja. Lakini pia maneno ya Mungu yametuambia kwamba tusione kwamba wengine bora au wewe bora kuliko mwingine. Ina maana ya kwamba katika Ukristo ndio tutawaheshimu watumishi, ndio tutafanya watumishi, lakini ukisema kwamba tumfanyie mtumishi kwa sababu yeye ni mtumishi, afu mtu mwingine kwamba kitu kikubwa, afu mtu mwingine ana hata chakula ndani, kwamba kwa sababu mtumishi yeye ni mtumishi afanyiwe, huyu aliye chakula aendelee kukaa hana chakula, lakini kwa sababu mtumishi afanyiwe, kwa kweli sidhani kama huo ni Ukristo mwema. Ukileta swali ambalo Josephine amelileta kwamba unakuta kwamba watu wengine wanaambiwa kwamba amani ya Bwana, ndio ile inaambiwa kwenye Yakobo kwamba mtu amekuja uchu unasema nenda amani ya Bwana itakuponya, lakini mwingine unamfanyia, mwingine unamwambia amani ya Bwana. I don't think kwamba hiyo ni Biblia, kwamba natakiwa kila mmoja afaniwe kadri ya uwezo ambao utakuwepo. Hakuna ambaye ataambiwa amani ya Bwana, hakuna ataambiwa. Kwanza nafikiri inatakiwa viongozi kuwa mfano kwa wengine. Sisemi kwamba kiongozi asisaidiwe nini, ni vizuri, lakini kiongozi atakuwa wa ajabu kwamba yeye atakubali kwamba ajengewe nyumba lakini kuna mtumishi analala na njaa. Huyo kiongozi atakuwa aina gani katika Biblia inaposema? Mimi ndo suggestion yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu dada kutoka pale Virginia. Asante sana mtumishi wa Mungu. Mimi ninachotaka tu kuongezea hapo ni kwamba tusisahau kwamba ni kweli kwamba neno la Mungu halitaki upendeleo. Neno la Mungu liko straightforward na kila mtu anatakiwa kulifuata, ni sawa. Lakini pia kwenye hizo tabia nyingine za kusema labda huyu afanyiwe hivi ama huyu anajengewa nyumba, ananunuliwa gari, tusisahau kwamba pia tuna matabaka mbalimbali ya watumishi wa Mungu. Kuna wale watumishi wa kweli na kuna matapeli. Na ndio maana wale matapeli wana take advantage ya vitu kama hivyo, kujineemesha na kujitajirisha na kuacha waumini maskini. Na nafikiri mtakubaliana kabisa ni mushroom, yani utafikiri uyoga umekuwa Afrika wa makanisa, ni purely business.
ni machache sana ambayo yanafanya kazi ya Mungu kama inavyopaswa. Kwa hiyo tunahitajika kuwa very careful hapo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Amen, 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 amen. Sekunde 30 kaka Jeri, sekunde 30 tu. Sasa ngoja nikutime hapa zifike 30 itakukaribia. Amen. Yaani ninachoomba tusimweke mchungaji kwenye level ya mshirika. Kinachotaka kufanyika hapa ni kumweka mchungaji kwenye level ya mshirika. Angalieni hilo. Amen. Amen. Asante sana. Dada Josephine, tumejibu hili ama tuendelee nao kipindi kijacho? Asante, mmejibu kiasi, kwa sababu sawa tunatakiwa tuwaheshimu, lakini ukuta mchungaji ana private jet 3 au 6, ana maisha ya kitajiri kupita kiasi. Kuna maskini wangapi wanaomzunguka? Kuna watu wangapi wanazinga? Hata kama tunamthamini mwenye mamlaka, yani bado mimi kama kuna upasi fulani, japo muda umeisha. Lakini pia kingine hicho kwamba tunahimiza sana damu ya Yesu, lakini wameshikilia mabunduki yanawalinda. Sasa wao sio pati ya damu ya Yesu. Kwa hiyo yani bado naona, lakini Mungu ni mwema, nimeelewa kiasi. Asante. Amen. Naweza kuona kwamba kuna uwezekano tukaanza hapo kipindi chetu kijacho cha maswali na majibu, kile cha mwezi utakuja. Nichukue nafasi kwanza kuwashukuru wote ambao tumeweza kuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa kipindi kizuri kwa kweli. Tutapata nafasi kutoa credit kwa kipindi kijacho, lakini kwa sababu muda basi naomba kwanza niende kwa mchungaji kiongozi makanisa moja kwa Dr. Msua. Atatoa nasaha zake, ataongoza katika direction ya outreach ya mwezi huu wa 3, and then atutoe kipindi cha sala jioni, and then karibu Dr. Amen. Kwa kweli nimshukuru sana Mungu kwa jinsi kipindi kilivyokwenda. Maswali moto mazuri, lakini tu nitoe comment kidogo kwenye pointi ya dada Sofia kwamba mchungaji ana nafasi ya tofauti kabisa kwenye mwili wa Kristo. Kuna wakati kwenye kitabu cha Hagai, tutakwenda kuelezea, watu waliacha kuleta sadaka na makuhani na wenyewe wakaenda kwenye kufanya biashara za kawaida. Nchi ingia kwenye laana. Na ndipo Mungu sasa anazungumza kwenye kitabu cha Hagai kwamba mmeacha nyumba yangu, watumishi wangu wamekwenda kufanya biashara kawaida. Kwa hiyo nzima itaingia sana, kwa sababu makuhani waliwekwa katika level ya kawaida. Ndio pale Mungu anasema kakateni miti, mlete dhabihu, mlete sadaka, ili mpango ikae mahali pake, kwa sababu nyumba ya Mungu, kwa nyumba ya Mungu panapokuwepo na kuhani. Haiwezi kawepo kanisa alafu kuhani yuko pale. Na kuhani anapaswa aangaliwe sana kama ni kuhani ambaye ameitwa kweli na Mungu, kama alivyosema dada Ana Jacobo. Na ndio maana kabla hujaingia kwenye kanisa lolote, angalia vizuri, je, hapo ni mahali sahihi? Kama sahihi, weka mguu wako. Kama sio sahihi, unaangalia wapi ambako kweli wanamhubiri Mungu wa kweli na mtumishi wa pale ameitwa na Bwana. Na ukiona mtu namna hii ameitwa na Bwana, basi huyo huwezi kumweka kwenye level ya kawaida. Na wakati Daudi alikuwa anakwenda vitani kupigana, akamwambia wewe ni taa, huwezi kwenda kupigana vita. Ukifa wewe Daudi, afadhali wafe wa Israeli hata wote kuliko wewe Daudi ufe. Wewe ni taa. Nitamalizia kwa kusema neno hili. Miriam na Haruni kuna wakati walikuwa wanamwambia Musa, wewe kwani gani wewe? Mungu sasa anaongea na sisi wote hapa. Na Musa alikuwa ni mchungaji, anaongoza lile kanisa linalotembea. Miriam ni dadake na Haruni ni kakake. Wakaona, you know what, baba anakuja kuzungumza na sisi hapa, why unakuwa special? Kwanza umeoa mwanamke wa Kikushi. Nakumbuka jinsi ambavyo Mungu alishuka, akamwambia wewe Haruni na Miriam, naweza kuzungumza na nyinyi kwa njozi,
Njozi nyinyi ndaweza kuzungumza kwenye level hiyo. Lakini kwa Musa, sababu ameitwa kama mchungaji, sasa huyu ndazungumza naye ana kwa ana, sababu walikuwa wanataka kumweka Musa sawa na watu wengine katika kanisa. Mchungaji aliitwa kweli na Mungu, sio yule ambaye amejiita kama alivyosema dada Ana. Huyu ana nafasi ya kipekee kabisa, tena nafasi maalum ambayo Mungu amempa kwa kujifunza siku nyingi mambo haya. Anapata kipekee, na mahali popote pale ulipo umepewa mchungaji, unaona ni mchungaji ameitwa na Mungu, basi huyo hakikisha kabisa haumweki kwenye level moja na watu wengine. Baada hapo nishukuru sana dada Priska, kaka Jerry, dada Hilda, dada Jim, dada Allen kwa kazi kubwa nzuri mnaifanya. Mungu awabariki sana sana. Amen. 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 Ya niwashukuru watu wote kabisa kwa maswali mazuri ambayo mmeweza kuuliza. Mara nyingi kwa na maswali mengi na kusaidia kujijenga kati ya mtu na mtu. Washukuru kwa namna. Na mwisho tuende kwenye declaration yetu ya kwenda kwamba Mungu aung'oe kila pando ambalo hajalipanda yeye katika ile Jumatano, aweze kuliondoa pando lote ambalo hajalipanda yeye kwa sekunde 30, alafu naende kutoa baraka za mwisho. Baba na Mungu wetu Mtakatifu, mtakatifu, Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako sana juu mbinguni. Baba, tunakuja kwa jina lako takatifu, Bwana, tukiharibu na kuteketeza kila hila ya mwovu shetani, kila pando ambalo Bwana lijapanda na wewe Bwana linang'olewa kwa utukufu wako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Kwa ni Mungu ambao umesema magugu utayang'oa wewe Bwana, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Bwana Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, wewe unayetawala, wewe unayeweza, wewe unayetosha Bwana, kwa utukufu wa jina lako Bwana. Mungu wa rehema, ingilia kati Baba, katika jina la Yesu. Mungu, katika siku zote na mitaa yote Bwana, kusudi lako likasimame Baba, pando lako ndio likakue kwa utukufu wako Bwana, lile ambalo sio lako Baba likafikiwe na kuondolewa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu ukaonekane, Mungu ukatende, Mungu ukainuliwe kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa kuwa ni mwaminifu na ni mwema. Amen. Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini, awalinde, awatunze na awafanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana mchungaji kiongozi wa makanisa moja, Reverend Dr. Sua. Kuna saa yako kutuongoza katika declaration yetu ya outreach ya 3 na kufurahisha kipindi kwa sana jioni. Dawati nachukua nafasi kushukuru wote ambao tuko pamoja kwa siku leo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ilikuwa ni kipindi kizuri kabisa kwa mchungaji. Kalenda yako utakuwa tena ni March 27. Kipindi kingine cha namna ya maswali na majibu kitakuwa ni April 24 Marekani 25 saa 9 asubuhi nyumbani South Africa. Anashukuru wote ambao tupata kuuliza maswali kuchangia kwa siku ya leo kwa maswala machangizo 3.5 nusu ikiwa ni ile ya kuongeza. Mchungaji Magesho katika changizo na swali la moja kwa siku ya leo, mama Kavishe pale Ohio kwa mchangizo wa swali moja. Dada Sofia kutoka pale Florida changizo 3 kwa siku ya leo. Mama Mara kutoka pale Wichita, Kansas changizo 2. Nisa jibu moja. Mchungaji Lilian Joseph kutoka pale Houston jibu moja kwa siku ya leo. Dada Josephine wa Houston majibu 2 pamoja na swali moja. Dada Jacob kwa swali pamoja na changizo. Kupata benediction kutoka mchungaji Reverend Dr. Absalom Sua. Nimshukuru pia moderator mzangu kwa siku ya leo Brother Allen kutoka pale Houston, Texas. Dawati zima basi nashukuru wote katika maswali manne kwa siku ya leo. Yote yalikuwa yamebase katika topic za sadaka. Utapata ripoti nzuri baada ya kipindi cha leo ya rekodi. Tafadhali kusikiliza tena, na tafadhali kusikiliza rekodi ile
kumbuka kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ya Umoja Church Bible Study. Kwa niaba basi wote wadau ile Umoja Bible Study, dada Priska Mshana, dada Hilda ya Macho Carey, brother Jimmy Msemo, brother Alan Mpuru, na ito Jerry Mkonyi. Tusikiote mwana tukutane tena katika vipindi vyetu vijavyo. Amen. 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 Amen.